Na baadhi ya viongozi wa kisiasa kutoka ukanda wa Pwani wameunga mkono pendekezo la Waziri wa Madini Ali Hassan Joho kuwa naibu wa rais katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Viongozi hao wamewasuta wenzao wanaopinga pendekezo hilo, wakidai kuwa eneo la Pwani linafaa kuzungumza kwa sauti moja iwapo linalenga kutoa kiongozi katika ngazi ya kitaifa. Wamezungumza katika hafla ya baraza la Eid County ya Mombasa. Tunaambiwa tunafanya mazungumzo and we are going to be negotiating with UDA. Ikiwa UDA wamechukua namba 1, ODM ikichukua namba 2, lazima tu negotiate. Sisi kama wapwani, Ali Hassan Joho build the party called ODM with other leaders, kina Abdul Swamad, kina sisi and the leadership hapa ya wabunge. Chama ni chetu. Sisi tusitafute kila siku tuwekanga wachongo wa kuchakuria wazima, wenzetu wameze nyama, sisi tumeze mate. Jamani, na mimi leo nawaita umati Muhammad, lazima na sisi kura zetu zinahesabika, lazima na sisi tumwambie rais, sisi tunakusupport, lakini na wewe lazima mara hii uweze kutukumbuka sisi. Na wala sitaki kuumauma maneno. Mimi nataka niseme wale ambao wamekutana kule wakazungumza hawana agenda, hawana mjadala, hawana dream. Kwa sababu mtu huwezi kusema kuwa mpwani hayuko tayari kuwa rais. Sema wewe hauko tayari, lakini Hassan Ali Joho yuko tayari kupeperusha bendera aweze kuwa rais wa taifa hili. Our demand, irreducible demand, is the position of Deputy President of this country has to come from ODM. Kumezungumzwa mengi hapa, lakini hakuna mshumaa unaong'aa zaidi kwa sababu ya kujaribu kuuzima mshumaa mwingine. Nuru yako haiwezi kung'ara zaidi kwa sababu ya wewe kujaribu kuzima nuru ya mwingine. Mimi ukinipaka nitakupaka double. Wewe ukiniangalia mimi ni mtu wa kupagwa na mwizi sugu. Mwizi sugu anaweza kunipaka mimi kweli? Mimi hapa ukija naja. Umeelewa? Ukija na kama ni mbaya na kama ni noma, usinijaribu.